Maskini Tundu Lissu apokezwa talaka na mke wake akiwa gerezani. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Taarifa ya familia ya Tundu Lissu iliyotolewa Disemba 27 mwaka huu imeanguka kama radi katikati ya mvua ya siasa kali ya hofu ya kisheria nchini Tanzania, ikifichua kwa mara nyingine jinsi nguvu ya dola inavyoweza kugeuza hata masuala ya kifamilia kuwa uwanja wa shinikizo la kisiasa. Katika nchi ambako kesi ya uhaini ama za uhaini zimekuwa silaha ya kisiasa, kauli ya familia inayosisitiza kusitishwa kwa majadiliano ya mgawanyo wa mali wakati mhusika yupo mahabusu si hoja ya kifamilia tu, ni kengele ya tahadhari kuhusu haki, uwiano wa nguvu na hadhi ya utu mbele ya dola. Kiini cha mshtuko huu kiko katika ukweli kwamba Tundu Lissu, ambaye ni mwanasheria na mwanasiasa mashuhuri wa upinzani, yupo mahabusu akikabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini bila hukumu, wakati mke wake ambaye ni advocate Alisha Mugabe Lissu ametangaza nia ya kutengana na kudai mgawanyo wa mali walizochuma pamoja. Familia kupitia msemaji wake ambaye ni wakili Alute Mugai Lissu imeweka mstari mkali ikisema kwamba si busara wala haki kuanza mjadala wa kudumu wa mali wakati mhusika mkuu yuko katika vizuizi vya kisheria vinavyomnyima uwezo wa kujitetea kikamilifu. Hoja hii kwa muktadha wa Tanzania ya leo inazidi kuwa nzito zaidi ya mgogoro wa wanandoa na inakuwa kipimo cha uadilifu wa mfumo mzima. Kwa miaka mingi Tanzania imeshuhudia mzunguko wa mashtaka mazito dhidi ya wanasiasa wa upinzani, wanaharakati na wakosoaji wa serikali, mzunguko unaojirudia hasa nyakati za misuguano ya kisiasa, chaguzi au mijadala mikali ya kitaifa. Kesi za uhaini ambazo kisheria hubeba uzito wa juu na vikwazo vikali vya dhamana zimekuwa kivuli kinachoning'inia juu ya uhuru wa kisiasa. Ndani ya kivuli hicho, familia ya Lissu inaonya dhidi ya kuchanganya mgogoro wa ndoa na kesi ya kisiasa, ikisisitiza kuwa haya ni masuala mawili tofauti yasiyopaswa kusokotwa pamoja na kelele za mitandaoni au vichwa vya habari vinavyotafuta taharuki. Lakini taharuki hiyo haijatokea kwa bahati mbaya. Katika mazingira ambako taarifa za kifamilia za wapinzani hutolewa hadharani na kusambazwa kwa kasi, mipaka ya faragha imekuwa dhaifu, na tamko la familia linaweka bayana hitaji la kuheshimu hisia na changamoto za ndoa, likitambua madai yaliyotolewa na wakili Alisha Lissu kuhusu kuvurugika kwa uhusiano na tuhuma za usaliti wa ndoa, lakini kisitiza hekima na wakati sahihi kabla ya maamuzi ya kudumu. Huu ni msimamo unaolenga kulinda misingi ya haki ya kusikilizwa kikamilifu na kanuni ambayo inapaswa kuwa uti wa mgongo wa utawala wa kisheria. Katika historia ya kisiasa ya Tanzania, mifano ya shinikizo la kisheria dhidi ya sauti pinzani imeacha alama ndefu, kuanzia vipindi vya sheria kandamizi kama sheria ya makosa ya mtandao, marekebisho ya sheria za vyombo vya habari, hadi mikusanyiko ya hadhara iliyowekewa vikwazo. Mwelekeo umekuwa wa kupunguza nafasi ya upinzani kushiriki katika mjadala wa kitaifa. Na ndani ya muktadha huu, kesi ya uhaini dhidi ya Lissu inachukua uzito wa kipekee kwa sababu inagusa muhimili wa haki, siasa na sasa faragha ya kifamilia. Tamko la familia pia linagusia hofu ya mwingiliano wa taarifa za kifamilia na mwenendo wa kesi ya kisiasa, likitoa rai kwa vyombo vya habari na umma kutenganisha masuala hayo, na hii ni hoja inayolenga kulinda mchakato wa haki dhidi ya shinikizo la maoni ya umma yanayochochewa na taarifa zisizokamilika. Katika nchi ambako kesi nyeti mara nyingi huendeshwa sambamba na kampeni za maoni, tahadhari hii ina uzito wa kikatiba na inakumbusha kuwa wiki haiwezi kusukumwa na kelele, bali na taratibu, ushahidi na usikilizwaji wa haki. Na kwa upande mwingine, mjadala mpana uliozuka mitandaoni kuhusu azma ya advocate Alisha Lissu umefichua mgawanyiko wa kijamii na namna wanawake wanavyotazamwa wanapodai haki zao katika mazingira ya kisiasa yenye sumu. Familia ya Lissu haijapinga haki ya kisheria ya kudai mgawanyo wa mali, bali imeelekeza hoja kwenye wakati wa mazingira.
Hili linatoa somo muhimu kuhusu jinsi haki binafsi zinavyoweza kugongana na vikwazo vya kisheria vinavyotokana na mashtaka ya kisiasa na umuhimu wa mifumo ya haki kutoa ulinzi sawa kwa pande zote bila upendeleo. Kimataifa, taswira ya Tanzania imekuwa ikipimwa kwa namna inavyoshughulikia haki za binadamu, uhuru wa siasa na uhuru wa mahakama. Jumuiya za kikanda na wafadhili wa maendeleo wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi nyeti na athari zake kwa utawala wa sheria. Na katika muktadha huo, sakata la Lissu linazidi kuwa kipimo cha uaminifu wa taasisi za dola. Wakati familia inaomba faragha na utulivu, macho ya dunia yako wazi yakitafuta ishara kwamba haki haitazimwa na nguvu. Hoja ya msingi inayojitokeza ni kwamba haki ya mtu kusikilizwa kikamilifu haiishii mahakamani pekee, inaendelea hadi kwenye maamuzi ya kifamilia yanayobeba athari za kudumu. Kuweka shinikizo la mgawanyo wa mali wakati mhusika yuko mahabusu kunazua maswali ya msingi kuhusu usawa na uwezo wa pande mbili kushiriki maamuzi hayo. Familia, kwa kusisitiza kusubiri hadi mazingira ya kisheria yatakapokuwa thabiti, inaweka kigezo cha maadili ambacho kinapaswa kupigwa ama kuigwa katika jamii inayoheshimu haki. Kwa Watanzania wanaofuatilia kwa karibu, sakata hili linagusa kumbukumbu za nyuma za kesi za kisiasa zilizoacha majeraha ya muda mrefu. Inafichua jinsi dola linavyoweza kuingia katika maisha binafsi ya wapinzani kwa njia zisizo za moja kwa moja, na jinsi mifumo ya habari inaweza kuchochea au kupunguza madhara. Hii ni simulizi ambalo limeonyesha kwamba mapambano ya haki hayapo tu kwenye majukwaa ya kisiasa, bali pia ndani ya familia, mahusiano na heshima ya utu. Mwisho wa yote, tamko la familia ya Lissu ni wito wa utulivu, busara na ulinzi wa misingi ya haki katika wakati ambao kelele ni nyingi na ukweli unabanwa. Linawakumbusha Tanzania kwamba mustakabali wa taifa haujengwi kwa kuharakisha maamuzi chini ya shinikizo, bali kwa kulinda taratibu na heshima ya kila raia bila kujali msimamo wake wa kisiasa. Kimya cha hofu na mazoea ya kukubali ukiukwaji vinapandikiza mbegu ya hatari kwa vizazi vijavyo. Ikiwa leo faragha ya familia inaweza kusukumwa na shinikizo la kisiasa, kesho haki za raia zinaweza kufutwa kimya kimya. Na Tanzania inasimama kwenye njia panda ambako chaguo sio la kelele, bali la ujasiri wa kusimamia haki hata inapogharimu ukimya wa muda mfupi. Ukimya huu usigeuke kuwa kaburi la haki. Ndio hayo tuliokuandalia kutokana na ndoa yake Tundu Lissu, ambayo imeibua hisia mseto nchini Tanzania hata nje ya nchi. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kama hizo na uchambuzi wa kina, bila kupindisha wala kugemea upande wowote. Hapa ndipo unapata taarifa za kweli. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kuwa nambari 1 kupokea taarifa hizi kwa kugonga alama ya kengele, ili ukipokea notifications kila wakati ambako tunaweka taarifa mpya.